kupigana nami kama akiweza kupigana nami na kuniua, sisi tutakuwa watumwa wenu. Nami nikimshinda yeye na kumuua, ninyi mtakuwa watumwa wetu na kututumikia. Amen. Yaani haya alikuwa ni majibishano, sawa? Huyu ni mtu mmoja alikuwa anaitwa Goliath. Akasema kwamba atokee mtu aje kupigana na sisi. Kama akitushinda, yaani yule mtu mliyemchagua akatushinda sisi wote na jeshi la Wafilisti tutakuwa watumwa wenu. Kama tukimshinda tukawapiga, ina maana tukimpiga yeye tunawapiga nyie mtakuwa watumwa wetu. Kwa hiyo vita yoyote ukishindwa unakuwa mtumwa. Bwana Yesu atusaidie. Unatumikishwa. Hautapumua. Hautaona furaha. Hautaona amani. Kwa nini? Kwa sababu umeshindwa vita. Sasa kuna wengine wanatumikishwa. Inaweza ikawa ni kwenye uchumi, inaweza ikawa ni kwenye afya, inaweza ikawa ni kwenye ndoa, inaweza ikawa ni kwenye eneo lolote lile. Anatumikishwa. Na unatumikishwaje? Yale unayotakiwa kuyapata hauyapati. Bwana Yesu atusaidie. Sasa tutaenda kuangalia kisa kimoja cha vita ambayo tutaenda kuisoma leo. Inapatikana katika kitabu cha Nyakati wa Kwanza sura ya 32. Nyakati wa pili 32. Tutaanzia mstari wa kwanza. Tutakuwa tunasoma, tunaenda taratibu kabisa. Na uaminifu huu Senakeribu mfalme wa Ashuru akaja akaingia katika Yuda, akafanya malango juu ya miji yenye maboma, akadhania ya kwamba ataipata iwe yake. Basi Hezekia alipoona ya kuwa Senakeribu amekuja na kuzimia kupigana na Yerusalemu, akafanya shauri na wakuu wake na mashujaa wake kuzuia maji ya chemchemi zilizokuwa nje ya mji, nao wakamsaidia. Wakakusanyika watu wengi, wakazizuia chemchemi zote na kijito kilichopatikana kati ya nchi, wakisema, kwa nini wakifika wafalme wa Ashuru waone maji mengi? Akapiga moyo konde, akaujenga ukuta wote uliobomoka, akauinua sawa na minara, na ukuta wa pili nje. Akaongeza nguvu ya milo katika mji wa Daudi, akafanya silaha ngao tele, akaweka maakida wa vita juu ya watu, akawakusanya kwake uwandani penye lango la mji, akawafurahisha mioyo, akisema, iweni hodari na moyo mkuu, msiogope wala msifadhaike kwa sababu ya mfalme wa Ashuru, wala kwa majeshi yao yote walio pamoja naye, kwa maana yupo mkuu pamoja nasi kuliko aliye pamoja naye. Kwake upo mkono wa mwili, ila kwetu yupo Bwana Mungu wetu kutusaidia na kutupigania mapigano yetu. Na watu wakayategemea maneno ya Hezekia mfalme wa Yuda. Mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa anasema wakiwa kwenye taifa lao, akaja mfalme mmoja anaitwa Senakeribu. Huyu alikuwa ni mfalme wa Shamu, na alikuja sio kwa lengo la kuwasalimia, alikuja kuvamia. Bwana Yesu asifiwe. Akavamia ule mji akitegemea ya kwamba atawashinda ule mji uwe wake. Nimesema kwamba katika Agano la Kale vita ilikuwa inapiganwa hivi mwili kwa nini? Kwa mwili. Kwa hiyo huyu mfalme amekuja na alikuwa anasifika ya kwamba ni mfalme mwenye nguvu, ukisoma katika maandiko matakatifu. Kwa hiyo akawa ameenda kuivamia Yuda. Kwa anasema mfalme Hezekia alipoona kwamba mfalme amekuja kwa kusudi la kuishambulia Yerusalemu, anasema aliwaita viongozi wake. Alipoita viongozi wake, kwa sababu mji wake ulikuwa una sifa ya kuwa na maji mengi, akaamua kuanza kuziba zile chemichemi ili kwamba huyu mfalme asione kwamba ile nchi ina utajiri wa nini? Wa maji. Bwana Yesu atusaidie. Inawezekana wenzetu walipokuwa wanaishi labda kulikuwa kuna changamoto ya maji, kwamba mtu akiona maji anaweza akachanganyikiwa. Kwa hiyo
ili kuzuia yale maji. Anasema wakakusanya watu, wakazifunga chemchemi zote pamoja na vijito vya maji. Wakasema, kwa nini tumwachie Ashuru aone kwamba nchi yetu ina nini? Ina maji. Lakini pia akaenda akajenga, kuna ukuta uliokuwa umebomoka. Lengo la kujenga ule ukuta uliobomoka, alikuwa anamfanya huyu mfalme ili asiweze kuvamia kwa nini? Kwa urahisi. Lakini baadaye akaona haijatosha, akaamua wakusanye Wanayuda wote, awaambie kwamba jamani, msiogope. Bwana Yesu atusaidie, kwa sababu siku zote kwenye vita watu wao wanafanyaje? Wanaogopa. Msiogope kwa ajili ya huyu Ashuru, kwa sababu walio pamoja nasi ni wengi kuliko walio pamoja nao, na kwamba kwake huko mkono wa mtu, lakini kwetu yuko Bwana wa mabwana kutupigania na vita zetu zote. Bwana Yesu atusaidie. Kwa hiyo ni kweli Ashuru alikuwa na sifa ya kuwa na nguvu, kwa sababu adui siku zote huwa naye haji mchovu. Adui naye huwa anakuja anatishia ili ya kwamba utishike akupige. Kwa hiyo Ashuru alikuwa ameshawahi kushinda vita nyingi zilizokuwa zimetangulia kabla. Alikuwa ameshawahi kuyashinda mataifa mengi. Kwa hiyo hata alipokuwa akienda kwa wana wa Israeli, alikuwa na uhakika kwamba atawashinda kama ilivyokuwa kawaida yake. Lakini asijue kwamba wale niliokuwa wanawashinda nyuma walikuwa wanaitumikia miungu, lakini hao wana wa Israeli wanamtumikia Mungu aliye hai. Kwa hiyo yeye alienda akitarajia kwamba ile Yuda nitaimiliki iwe ya kwangu. Bwana Yesu atusaidie. Lakini tunamwona kwamba mfalme Hezekia akawatia moyo watu wake ya kwamba msiogope. Ni kweli huyu Ashuru amekuja ametutishia, anataka atupige, lakini jambo ninalotaka niwaaminishe siku ya leo ya kwamba kwake huko mkono wa mtu, lakini kwetu sisi yuko Bwana wa mabwana atakayetupigania vita zetu zote. Bwana Yesu asifiwe. Na anasema kwamba wale watu wakayaamini maneno ya mfalme wao Hezekia na maneno ya Mungu wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitaendelea kusoma. Kwa hiyo anasema kwamba wale watu wameambiwa moyo imara, moyo hodari, msimwogope Ashuru, wala msiogope majeshi yake, msiogope kutisha kwake, wala msiogope kuogopesha kwake. Ninataka nikwambie jioni ya leo, adui huwa anakuja anatisha, adui pia huwa ana nguvu, lakini ahimidiwe Bwana wa mabwana ambaye anazo nguvu zaidi kuliko maadui zetu. Ahimidiwe Mungu wa miungu ambaye huwa anashinda kila vita inayokuja mbele zetu. Ni kweli kwenye uwanja wa vita tunaonekana, kwenye uwanja wa vita anaonekana Sifaeli. Ukimwangalia anaonekana ni mwembamba, ukimwangalia anaonekana hana nguvu, lakini ndani yangu yuko Bwana wa mabwana ambaye huyo ndiye anayeshindana kila vita. Na ndio maana vita ya jana niliishinda. Sikushinda kwa sababu ya uwezo na nguvu na akili nilizonazo, nilishinda kwa sababu yuko Bwana anayetusaidia mapigano. Ndio maana vita ya mwaka jana ulishinda, vita ya mwaka huu utashinda, hata vita itakayokuja kesho tuna uhakika wa kushinda, kwa sababu yuko Bwana wa mabwana anayepigana ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli adui anatisha, ni kweli adui anaogofya. Ndio maana mfalme aliwatia moyo watu wake, akasema msiogope. Ni kweli Ashuru anatisha, lakini msiogope. Ni kweli ameshinda vita nyingi, lakini mimi nawaambia msiogope, kwa sababu yuko Bwana wa mabwana anayetusaidia mapigano yetu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema wale watu wakayatumaini maneno ya mfalme wao, wakaamini maneno ya mfalme wao na Bwana wao wanaitumikia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nafikiri ilikuwa ni mwisho. Pamoja na kwamba wametiwa moyo na mfalme, pamoja na kwamba wametiwa moyo wasiogope, pamoja na kwamba wameambiwa wawe na moyo mshujaa, adui ya kunyamazia pale, adui aliendelea. Naomba nitaendelea kusoma. Bwana Yesu asifiwe. Anasema na baada ya hayo, yani Hezekia ameshawaita watu wake na amewafariji. Baada ya hayo kifuatacho sasa. Bwana Yesu asifiwe. Anasema Senakeribu mfalme wa Ashuru akatuma watumishi wake waende Yerusalemu. Ni kweli hawa wametiwa moyo, lakini Senakeribu hajaachia pale, akatuma watumishi wake waende Yerusalemu. Waende wakafanye nini? Anasema kwamba naye alipokuwa mbele ya Lakishi na uwezo wake wote pamoja naye, kwa Hezekia mfalme wa Yuda na kwa Yuda wote waliokuwa Yerusalemu kusema. Ina maana Senakeribu ametuma maneno, wao wakaya
yasikilize. Senakeribu mfalme wa Ashuru asema hivi, mwatumainia nini hata mkae? Bwana Yesu asifiwe. Mwatumainia nini? Tunaweza tukakwambia hapa leo usiogope. Ukafika jioni kule, ukaanza kusikia kuna tusauti tunakwambia huko kichwani. Hivi wewe unaelewa kweli wewe? Tulimshinda fulani, tulimwangusha fulani, tulimwangusha fulani, tulimwangusha. Na wanakuletea ni uhalisia, sio uongo. Bwana Yesu atusaidie. Yaani wanachokuletea pale hawapigi propaganda. Wanakuletea mambo ambayo yalifanyaje, yalitokea. Wanakuletea uhodari wao na ujuzi wao katika vita. Kwa anasema kwamba akamwambia, mwatumainia nini? Akasema hivi ndivyo anavyosema Senakeribu mfalme wa Ashuru. Je, mnategemea nini hata mkakaa Yerusalemu, mji ambao umezingirwa? Akaendelea, je, si kana kwamba Hezekia anawadanganya? Bwana Yesu asifiwe. Yaani kwamba huyo mfalme wenu anafanyaje? Anawadanganya. Kwa sababu mfalme wao alisema muwe imara na moyo wa ushujaa. Anakuja anawaambia hivi, nyinyi hamuoni kwamba Hezekia anafanyaje? Anawadanganya. Ndio tu zote tunaomba hivi, unafikiri itawezekana kweli? Hivi inawezekana utashinda wewe? Angalia, shangazi yako alishindwa, bibi yako alishindwa, wote walishindwa. Wewe tu na hivyo hivyo ulivyo na miguu yako ya kushoto ndio ukashinda. Lengo la yale maneno adui anayoyaachilia, anaachilia ili ya kuogopeshe. Bwana Yesu atusaidie. Kwa sababu adui hawezi kushinda vita wewe ukiwa na ujasiri. Na ndio maana wale watu walipokuwa wametiwa moyo, alipoona kwamba wanajua kumbe Bwana atatupigania, wametiwa moyo, ilibidi arudi na njia nyingine ya kutafuta ili wafanye mioyo yao ifanyeje, isinyane. Mioyo ikisinyana utapata vita, nguvu wapi ya kupigana vita? Ukiwa na wasiwasi, ukiwa na woga, utapata wapi nguvu ya kupigana vita? Ambacho kitawafanya wakapigane vita ni maneno ya Bwana wao ya kwamba mimi niko pamoja na ninyi. Lakini huyu Senakeribu anaangalia, anatafuta kila namna ya kuhakikisha anaona watu wamenyong'onyea. Ndicho adui anachofanya. Huwa anaanza na kelele. Bwana Yesu atusaidie. Na zile kelele sio kwamba anapayuka, ana maana ya kukutoa kwenye mstari. Uogope ili atimize kusudi ambalo amefanyaje, analitaka. Lakini hatafanikiwa kwako, hatafanikiwa kwangu katika jina la Yesu. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Kwani mjaiona hata wacheza mpira wanapotambiana hata kabla hawajaingia uwanjani? Unasikia tutampiga 3-0 yule. Yule ni mtoto. Ataweza kushindana na timu kubwa kama hii. Unakuta aliyesema nasikia, lakini siku bado zipo. Tutaendelea kushinda. Tunasikia tu pale nini? Unajua tungeshinda, ila ni kwamba tu aliteleza wakati anataka adaki ule mpira ukapita. Yaani issue ni kwamba umeshindwa. Bwana Yesu atusaidie. Kwa hiyo lengo la maneno huwa yanakuja. Sasa tumejipanga vizuri. Tumejipanga. Tunahakikisha kabisa ni tuko vizuri. Wachezaji wetu wako vizuri. Si ndio watu wa Mungu? Lakini sasa hayo hapo huwa yanatamkwa vile. Wale wanaenda kucheza nao waanze kusema, Mungu wangu, sisi tulipofanya mazoezi siku moja tutaweza kweli kushinda? Unaona? Yale maneno sio hivi hivi. Wangekuwa wanaingia kwenye vita hivi hivi, lakini yale maneno ni sehemu ya ushindi wa nini? Wa vita. Sasa wewe inategemea wewe unayesikia unayapokeaje. Bwana Yesu atusaidie. Kwa sababu ushindi unaanza kwanza katika kukiri, katika kusikia, katika ujasiri ulionao. Pamoja na kwamba yale anaoleta wewe, lakini huyu Bwana wa mabwana niliye naye hajawahi shindwa vita hata moja. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi upepo unavumaje, mimi ninachojua tu Bwana niliye naye hajawahi niangusha uwanjani. Bwana Yesu asifiwe. Ni nani anayeweza kuumba, kutandika anga kwa sauti? Kwa kinywa cha sauti akalitandika anga. Kwa kinywa cha sauti ametandika nchi kavu, tunatembea. Kwa kinywa chake tu na sauti yake akazalisha wanyama. Kwa kinywa chake na sauti yake akaizalisha
kunywa vikombe ni mengi, kina chake ni kirefu, tunaogopa kupita. Ni mwanaume mmoja. Kama aliweza kuratibu jua linatoa mwanga linatuangazia, hatutembei kwa kutumia tochi. Kama aliweza kutengeneza usiku, kama aliweza kutengeneza nyota, kama aliweza kuweka majira miaka yote tangu kuumbwa, yani umeumbwa dunia. Umewahi kusikia samaki wameisha? Umewahi kusikia vyakula vimeisha? Umewahi kusikia mvua mwaka imekatika, tumekosa mvua hatujalima? Umewahi kusikia jua limesahau halijatokeza? Sasa huyo ndiye Bwana ambaye wakina mfalme wa Yuda walikuwa wanamtegemea. Huyu Hezekia anawadanganya. Mungu aliye naye atashindwa. Mungu aliye naye atashindwa, nitawashinda, nitawapokonya. Kwa nini tu msijisalimishe? Akasema wao wakaendelea kulishika neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wao pamoja na kelele zote hizo walimwambia wewe Senakeribu endelea kuongea. Kwa hiyo pamoja na kelele zote za adui, lakini hao watu bado msimamo wao haukubadilika. Bwana Yesu asifiwe. Ukianza kuzisoma kelele za adui, naomba tusome watu wa Mungu, kwa sababu wengine hata nikiwaambia mkasome hamsomi. Tusome hapa. Naanzia mstari wa 11. Mimi nitasoma kwa tafsiri ya BHN, wewe utasoma kwa Biblia yako ya kawaida. Anasema hivi: je, si kana kwamba Hezekia anawadanganya ili awafanye mfe kwa njaa au kiu, anapowaambia Mwenyezi Mungu wenu atawaokoa mikononi mwa mfalme wa Ashuru? Kwa hiyo yale maji yalipozibwa kwa Ashuru, wakajua hii nchi ina uhaba wa nini? Wa maji. Mstari wa 12 anasema, je, sio huyu Hezekia aliyepaharibu mahali pake pa kuabudia na madhabahu zake na kuamuru watu wote wa Yuda na Yerusalemu akisema mtaabudu mbele ya madhabahu moja na juu yake mtateketeza sadaka zenu? Unajua wakati mfalme Hezekia anaingia kwenye madaraka, aliharibu madhabahu zote za miungu, akaisimamisha madhabahu moja ya Mungu aliye hai. Kwa naambia Hezekia kwanza ameharibu zile madhabahu zenu na miungu ile iliyoko ikiabudiwa. Amesimamisha hii madhabahu moja ya Mungu, anawaambia muabudu huyo Mungu. Anasema mstari wa 13, je, kwani hamjui yale yote ambayo mimi na babu zangu tumewatenda watu wote wa mataifa mengine? Bwana Yesu asifiwe. Anawaambia, je, hamjawahi kusikia kwamba mimi na babu zangu? Ina maana kumbe ushindi kuanzia kwa kadi babu zake walikuwa wanafanyaje? Wanashinda. Kwamba tumeharibu mataifa mengine. Je, miungu ya mataifa na nchi hizo iliweza kuzikomboa nchi zao mikononi mwangu? Anawaambia yeye anataka hao watu wao wanamjibu kwamba walishindwa. Bwana Yesu atusaidie. Yaani leo hapa anakuambia kwamba hivi hamjawahi kusikia kwamba mimi na babu zangu tuliwahi kushinda miungu yote waliokuwa wakitegemea watu na tukazishika zile nchi zao? Kwamba wao wanajibu tulisikia, lakini hao wakawa wamekaa nini? Kimya. Bwana Yesu asifiwe. Mstari unaofuata anasema msidanganywe na Hezekia. Unasikia? Hapa anaanza kukwambia wewe, asikudanganye mama mchungaji wako. Unanielewa? Umefika jioni huko sasa umekaa kwenye tafakuri zako mwenyewe. Asikudanganye. Asikudanganye na maneno yake. Unasikia utakuwa kweli wewe? Bwana Yesu atusaidie. Kwa kaambia msidanganywe na Hezekia, wala msisawishike kwa hayo maneno aliyowaambia. Msimwamini mtu huyu, kwa maana hapajatokea Mungu wa taifa au mfalme yoyote aliyefaulu kuwakomboa watu wake kutoka kwenye mkono wa mfalme wa nani? Wa Ashuru. Sembuse huyu Mungu wenu. Mbona jamani mbona na matusi? Anajua Mungu ni kama shangazi. Yaani alikuwa anajua Mungu anayekutana naye safari ni kama miungu aliyoweza kufanyaje? Kuishinda. Kwa nasema sisi tumeshinda Bwana. Sisi tumeishinda miungu Bwana. Sembuse huyu Mungu wenu. Kama leo ndio itakuwa mara ya kwanza awakomboe kutoka kwenye mkono wangu. Ukumbuke, Bwana Yesu atusaidie. Ukumbuke hicho alichokuwa anakisema ndicho kilichokuwa kinatokea kwa mataifa mengine. Yaani sio uongo. Ndicho kilichokuwa kinatokea kwenye mataifa mengine. Kwa hiyo alipokuja hata kwa watoto wa Mungu, alijua atawashinda kama kawaida.
ambapo amezoea kuwashinda miungu mingine. Bwana Yesu atusaidie. Lakini safari hii haikuwa kama alivyokuwa anataraji. Bwana Yesu atusaidie. Safari hii adui hatatoka kama alivyokuwa anatarajia kwako. Adui hatashinda kama alivyokuwa anatarajia. Kama alishinda mwaka juzi, alishinda mwaka jana, mwambie safari hii hautatoka salama. Bwana Yesu asifiwe. Hautatoka salama. Safari hii na dakika hii hautatoka. Amen. Hatatoka salama adui. Ataachia tu. Ataachia mambo yako. Ataachia uchumi wako. Ataachia kazi yako. Ataachia ndoa yako. Yaani safari hii hatafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Pamoja na kelele zote hizo, ukisoma mstari wa 16 anasema hivi kwamba na watumishi wake, hawa sasa ni wale watu wa Hezekia, anasema na watumishi wake wakazidi kusema juu ya Bwana Mungu na juu ya Hezekia mtumishi wake. Kwa hiyo pamoja na kelele zote hizi, wale wakazidi kusema juu ya Bwana Mungu mwenye nguvu na juu ya mfalme wao aliyewatia moyo yale maneno. Bwana Yesu asifiwe. Pamoja na kelele zote, pamoja na maumivu yote, pamoja na machungu yote, endelea kusema kwa habari ya Mungu wako, kwamba Mungu wangu ninayemtumikia, Mungu wangu ninayemwabudu, Mungu wangu niliyemkimbilia, ambaye alisema tumkimbilie wote akatutue mizigo. Mungu hawezi kunyamaza. Amen. Hata kama hasara inavuma kiasi gani, mwambie Mungu wangu hawezi kunyamaza. Hata kama maumivu bado unayasikia, kwa sababu kelele unaweza ukaombea hapa, baadaye kikaja kichomi kile kikachoma pale hivi, alisikia Mungu au ukisikia hizo ndio kelele. Bwana Yesu atusaidie. Yaani mtu mwingine anaweza akafikiri sisi kelele wanachukua kipaza sauti wapige watu. Kelele ni zile zinazoanza kushindana na kile ambacho Mungu amesema ndani yake. Amen. Kelele ni zile ambazo zinataka zikutoe kwenye mstari ule. Wewe mwambie tu safari hii, Bwana Yesu atusaidie. Safari hii hautashinda. Safari hii hautatoboa. Safari hii hautasimama. Safari hii nitaliona anguko lako. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hawa watu wakazidi, pamoja na kelele zote za Hezekia, lakini wakazidi kusema habari za Mungu wao na habari za mfalme wao Hezekia, kwamba mfalme wetu ametuambia tusiogope, kwamba huyu Ashuru pamoja na kelele yeye anategemea miungu, lakini sisi tunamtegemea Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kisa kingine kinapatikana katika kitabu cha Wafalme, kitabu cha Wafalme wa pili sura ya 6. Mimi nitasoma mstari wa 16, lakini wewe kama ukipata muda utaenda kusoma. Bwana Yesu atusaidie. Sasa hii kisa kipo hivi. Kuna mfalme wa Ashuru ambaye siku zote alikuwa anawawinda wana wa Israeli. Anapanga habari zake za siri kwamba jamani, saizi mkakati wetu tutaingilia pale Lahela. Tukiingilia Lahela tutazunguka njia gani ile? Tutaenda kuzunguka. Tukienda kuzunguka, wanapoamka tu asubuhi watakuta wamezunguka, sisi tunaanza kuteremsha mawe. Wapi? Bwana Yesu atusaidie. Hapo anapanga mikakati na jeshi lake. Lakini anachokuja kushangaa ni kwamba zile habari alizoziweka zile, wanapoenda pale kwenda kuvizia, wameondoka kabisa wanaenda kuvizia, wanakuta hakuna hata mwana wa Israeli mmoja aliyepita hapo sikio, ambapo walikuwa wametaka kuporomosha mawe au wametaka kutega mitego yao. Akasema labda leo hawakuamua kupita wote njia hii. Akapanga mpango mara ya pili. Mpango mara ya pili yenyewe ukabumba. Akapanga mara ya tatu, ikabidi awaite watu wake, njoeni, inawezekana kuna shushushu ambaye anatoa siri, anazibeba huko anazipeleka kule. Ndio maana kila tukienda ambapo tumewawekea mtego hawa watu wakuti. Mmoja akamwambia Bwana, nafikiri basi kuna shushushu. Hakuna shushushu, ila kuna mtumishi mmoja wa Mungu. Yule mtumishi wa Mungu, Mungu anamwambia vitu vyake kwenye chumba chake cha kulala. Akimwambia vitu vyake kwenye chumba cha kulala, na yeye hana iana na mfalme, kwani anataka wapige taifa lake. Anaondoka naenda kwa mfalme, anamwambia mfalme,
usipeleke watu Mtende, waambie wasiende Mtende. Na mfalme analiheshimu neno la nabii wa Bwana. Anawaambia jamani, kesho marufuku Mtendo, atakiwi mtu kuonekana Mtendo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hao wanapoenda Mtendo wanakuta ghafla kule mtu hakuna hata mtu mmoja. Kwao wamepoteza nguvu, wamepoteza rasilimali, wakati mwingine wamekesha usiku afu hawajakamata hata mmoja. Mara ya pili hivyo hivyo inatokea. Mfalme akasema sasa ili tufanikishe mchongo wetu, kamkamateni Elisha. Alikuwa ni Elisha Elia. Kamkamateni Elisha. Mkishamkamata mkimleta huku, nani atatoboa siri kule? Si mmeshasema ndo anayetoboa. Kwa watu wakatoka wakaenda kuzunguka nyumba ya Elisha. Walipofika pale wamezunguka nyumba ya Elisha, asubuhi Elisha usingizi ulikuwa mpitiza, hajatangulia kutoka nje. Akatoka mtumishi wa Elisha. Alipotoka mtumishi wa Elisha, mara tumezingirwa. Akasema ole wangu, bwana wangu, tufile. Mnasemaga tumafwa au mnasema twafwa? Twafwa leo. Akasema nini? Akasema hivi, kaangalie kule wamezunguka, wana farasi, wana kila kitu. Elisha akamwambia, bwana mdogo, walio upande wetu, Bwana Yesu asifiwe, ni wengi kuliko hao unaowaona. Ni wengi. Walio upande wako ni wengi kuliko hiyo mizimu. Walio upande wako ni wengi kuliko hao wachawi. Walio upande wako ni wengi kuliko hao mapepo. Atakwambia mapepo yamemwaga kuanzia hapa mpaka mlangoni mwa nyumba yako. Mbona hawajakuua? Mtu wa Mungu, upo unatembea, unaingia, unatoka, pamoja na kwamba wamemwaga wengi. Ni kwa sababu walio upande wetu ni wengi kuliko walio upande wako. Yaani hata vinavyoshindana na sisi, ila nguvu tulionayo ni kubwa kuliko vinavyoshindana na sisi. Ndio maana tunatembea, ndio maana tunapumua, kwa sababu hawana cha kutufanya. Shetani mshenzi hana cha kutufanya. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Hana cha kutufanya. Hana. Akamwambia tu ni kwa vile tu dogo macho yako ya roho yamefanyaje? Yamefungwa. Lakini akasema ngoja tu niombe Mungu. Kwa sababu na mwingine ukimwambia wako wengi hapa, yani ni kama tu mwingine unapomwambia wako wengi walio upande wako, bado anatia mashaka. Kuna kama Mungu bado unachoma. Bwana Yesu atusaidie. Lakini walio upande wako ni wengi. Amina. Kwa alipofunguliwa macho, akaja akashangaa jinsi ambavyo wamezingira. Yaani lile jeshi ambalo limewazingira wao na lenyewe limezingirwa. Mizimu iliyokuzingira na yenyewe imezingirwa. Mapepo yaliyokuzingira na yenyewe yamezingirwa. Akashangaa, ndio baadaye akaanza kuwa na ujasiri. Kumbe na yenyewe amezingirwa. Wamezingirwa. Na baadaye akaambia Bwana Yesu wapige upofu. Walipopiga upofu, kwa wote wale nje wakao vipofu. Walipotoka vipofu, akatoka mwenyewe anemtafuta. Kama jamani, mnamtafuta nani? Wakamwambia tunamtafuta Elisha. Akasema twendeni nikawaoneshe alipo. Wakaanza kumfuata. Wamemfuata wakapelekwa kwa mfalme. Kwamba wale wanaotuindaga ndio hawa hapa, mfalme ni wale. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hawatakufanya kitu. Hawataondoa uhai wako. Hawatazuia baraka yako. Hawatazuia heshima yako. Hawatazuia afya yako, kwa sababu hawakushiriki kukuumba. Hawakushiriki kuachilia chochote. Yaani hawana mchango wa chochote kwenye maisha yako. Aliyekuumba wewe ni mwingine na wao ni tofauti. Kwa hiyo hawajashiriki chochote kwa habari ya wewe. Kwa habari ya ujio wako hawajashiriki. Ulikuja kwa ratiba ya Mungu, utaondoka kwa ratiba ya Mungu. Yaani wao hawana chochote, hawana nafasi. Kwa unachotakiwa ni kuendelea kulishika neno, kulitumainia neno. Kama Mungu amesema nitakubariki, nitakubariki.